Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Tumepata miongoni mwa neema kubwa ya Qur'ani. Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu ameitukuza na kuisifu na kuishajihisha kwa viumbe vyote vilivyokuwa hai na vile ambavyo sio hai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani tukufu, hakuna chochote unachokijua wewe na usichokijua ambacho hakiko katika Qur'ani. Lakini vile vya heri na vya shari vyote utaviona mule. Hii ni ishara kwamba Mwenyezi Mungu ametutanguliza kwa kila jambo tulifahamu kabla ya kulitenda. Ukienda ukitizama kila jambo unaloliona kwa sasa ni haramu, Mwenyezi Mungu ameshalieleza ndani ya Qur'ani. Kila mtihani unaokufika wewe, iwe ni mkubwa au ni mdogo, Mwenyezi Mungu ameshaeleza mule ndani ya Qur'ani. Lakini pia ametoa suluhisho. Sasa unapata tabu wewe Muislamu, wewe mwanadamu ambaye tayari unafahamu kwa uchache tu ndani ya Qur'ani, halafu bado unahangaika, unatafuta suluhu nje ya Qur'ani. Ukienda kuisoma sura Tauhid inakuonyesha ule upekeshaji wa Mwenyezi Mungu. Huna haja ya kutanguliza mganga katika maisha yako. Huna haja ya kumtanguliza yeyote katika maisha yako, isipokuwa utatanguliza jina la Mwenyezi Mungu kuwa ni rehema katika maisha yako. Lakini ndugu zangu, naihusia nafsi yangu nikiwahusia ninyi, sisi wanadamu kigezo chetu kikubwa kabisa ni Qur'ani. Lakini kinachofuata ni sunna na miongozo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutumie nafasi hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao mwezi unaelekea mwisho. Una uwezo wa kurudi, lakini huenda mimi na wewe tusiwepo. Nafasi chache tuliyokuwa nayo ni nafasi ya kuomba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, kuomba rehema kwa Mwenyezi Mungu, kuomba nuru ya kuachwa mbali na moto kama alivyoelekeza katika makumi matatu. Shukrani yangu ni kubwa sana kwa wananchi wa wilaya ya Muheza. Msisitizo wangu mkubwa ni namna ya kuendelea kushirikiana kwa pamoja katika yale yanayotupeleka katika misingi ya kiibada na kiuchamungu. Lakini nimefurahi na nipende kuwakumbusha viongozi wangu wenye dhamana, hasa mashehe na maustadhi na walimu, zile zama ambazo tunaweka maulidi na maonyesho, tuangalie nafasi ya Qur'ani katika maeneo hayo. Ni kwa namna gani vijana wetu wanaielewa Qur'ani kinadharia na kimatendo? Ni kwa namna gani vijana wetu wanakuwa na athari kwenye jamii, kwamba ameshakuwa ni hafidh? Je, anatambua mchango wa mtoto yatima kwenye riziki aliyokuwa nayo? Je, anatambua mchango wa mwanamke mjane katika eneo analoishi? Je, anatambua thamani ya mzee katika eneo hilo, watoto yatima, watu wenye mahitaji maalum kwa maana ya walemavu? Haya makundi haya ndiyo yametajwa sana katika Qur'ani, na ndio maana katika mtu ambaye atakuwa ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule anayekuwa chanzo cha kutatua shida na tatizo ya ndugu yake. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.